Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo, tunaenda kutoa pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Yanga Sports Club kuangalia yale yote yanayoendelea kuhusiana na mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo ambao unazikutanisha timu mbili kubwa zenye uzito mkubwa hapa barani Afrika. Naizungumzia timu ya Yanga Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya Al Ahly, mchezo wa marudiano pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kama ninavyofahamu, kwenye mchezo wa kwanza klabu ya Yanga waliweza kupoteza kwa chuma 2-0 dhidi ya timu ya Al Ahly, ambapo hapa Yanga walikuwa ugenini pale nchini Misri na kuwafanya Al Ahly waweze kuongoza kundi wakiwa na alama 7 kwenye michezo mitatu waliocheza, huku klabu ya Yanga wakishika nafasi ya pili na alama zao 4 kwenye michezo mitatu waloweza kucheza. Sasa kwenye mchezo wa marudiano ambapo klabu ya Yanga atakopo nyumbani kuialika timu ya Al Ahly, mapema tayari kocha wa timu hiyo ya Yanga Sports Club, hapa namzungumzia kocha Pedro Gonçalves, yeye amekushaweza kutangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kitaingia dimbani kwenye kutafuta alama 3 muhimu kwenye mchezo mkubwa kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly. Na kikosi hiki ambacho kocha Pedro ameweza kukitangaza, ameweza kuweka wazi ya kwamba kitakuwa na mabadiliko makubwa ukifananisha na kikosi ambacho kiliweza kukutana na timu hiyo ya Al Ahly walipokuwa pale ugenini nchini Misri. Mimi niko hapa kuweza kusuguzea moja kwa moja kikosi cha wachezaji 11 ambacho kocha Pedro ameweza kukiweka wazi ndicho kitachokwenda kuanza dhidi ya timu ya Al Ahly, mchezo unatarajiwa kufanyika kwenye dimba la New Amani Complex tarehe 31 mwezi huu hapa Januari. Lakini kabla sijakusogezea chochote kile, naomba nikukumbushe jambo moja na la muhimu na la kimsingi mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kubonyeza alama hiyo ya kengele kwa kutani on notification. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kupata kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea habari mpya ile ya kimichezo. Na jukumu lako mama mwana mchezo wangu linakuwa jepesi kabisa, ni kwenda kuangalia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya kikosi cha klabu ya Yanga ambacho kocha Pedro ameweza kukiweka wazi ndicho kitakwenda kuanza kwenye mchezo kati yao dhidi ya Al Ahly, ikiwa ni mchezo wa mzunguko wa 4, lakini pia huu ukiwa ni mchezo wa marudiano kati ya timu ya Yanga dhidi ya timu ya Al Ahly, mchezo unatarajiwa kufanyika kwenye majira ya saa 10 kamili za jioni pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Labda nikukumbushe kwenye mchezo wa kwanza, ewe unanisikiliza sasa hivi, klabu ya Yanga waliweza kupoteza kwa chuma 2-0 licha ya kuonyesha performance ya hali ya juu kwenye mchezo ule, lakini matokeo ya kuwa upande wao, nafasi ambazo Al Ahly waliweza kuzipata kupitia wachezaji wao Trezeguet, lakini pia waliweza kuzitumia vizuri nafasi hivyo, tofauti na upande wa Yanga ambao waliweza kutengeneza nafasi kadha wa kadha, lakini matumizi ya nafasi hizo kuzibadilisha kuwa mabao kwa upande wa Yanga ilikuwa changamoto. Sasa kwenye mchezo huu wa marudiano hapa ambapo klabu ya Yanga watakopo nyumbani kucheza dhidi ya Al Ahly katika kundi B michuano ya klabu bingwa barani Afrika, klabu ya Yanga anahitajika angalau asipoteze mchezo moja kwa moja, maana akipoteza mchezo tafsiri yake ni kwamba atakuwa amejiweka katika hali ngumu kwenye zile hatua za kupambania kufuzu kwenda robo finali kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Ikitokea hajashinda kabisa mchezo, basi angalau aweze kuondoka hata na alama moja, yani aweze kusali mchezo, lakini matokeo ya kufunga kabisa ni matokeo mabaya ambayo yataweza kurudisha nyuma jitihada za klabu ya Yanga kwenye kuhakikisha wanakwenda kufuzu kwenye hatua ya robo finali michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa twende tukaangazie kikosi ambacho huenda kocha mkuu wa klabu ya Yanga, kocha Pedro Gonçalves, atakwenda kuanza nacho kwenye kukabili timu hii ya Al Ahly ili
kuhakikisha wanaweza kuondoka hata na alama 3 kwenye mchezo huo, ambapo hapa Yanga mwenyewe atakuwa nyumbani pale visiwani Zanzibar. Kwa upande wa golikipa hapa tegemea kumuona golikipa yule si mwingine bali ni golikipa Djigui Diarra akiendelea kuaminika na kusimama kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya Yanga Sports Club kulingana na ubora wake na uzoefu wake kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Yao Atola Kwasi Jeshi, kwa maana kwamba Yao ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kupandisha timu inapokuwa inashambulia, lakini umaridadi wake kwenye kuzuia pale ambapo timu inakuwa inashambuliwa. Hivyo kwenye ile eneo la beki nambari 2 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Yao Atola Kwasi. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji si mwingine bali ni Mohamed Hussein Zimbwe Junior, fundi kabisa huyu beki wangu wa muda wote, ambaye naamini kocha Pedro Gonçalves bila shaka ataweza kuanza naye kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Al Ahly, kwa maana ya kwamba Zimbwe Junior ni miongoni mwa washambuliaji, miongoni mwa mabeki ambao wana sifa za kushambulia, lakini pia umaili wake wa kuzuia pale tu timu inapokuwa inashambuliwa. Kwa hiyo ukiangalia namna mchezo kocha anahitaji matokeo chanya zaidi, bila shaka lazima ataanza na Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kuona pacha ya wachezaji wawili. Hapa tegemea kumuona Bakari Nondo Mwamnyeto the team captain akishirikiana vyema na mchezaji Ibrahim Abdullah Baka kwenye lile eneo la beki za kati, beki nambari 4 pamoja na beki nambari 5, kwa kuwa mchezo unahitaji uwe na mabeki ambao wana fitness ya kutosha, lakini pia vimo vyao vitaweza kuisaidia timu ya Yanga kwenye ile mipira ya set pieces, kwa maana ya kwamba kama unavyofahamu timu ya Al Ahly ni wazuri sana kutumia mipira ya set piece katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo uwepo wao utaweza kuwasaidia kuondokana na changamoto hiyo ya kufungwa kupitia mipira ile ya set piece. Sasa kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji si mwingine bali ni Mohamed Damaro, miongoni mwa viungo tasa kabisa ambao klabu ya Yanga walilamba karata dume tu walipoweza kumtambulisha wakimsajili kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili akitokea pale kwenye timu ya Singida Black Stars. Tangu aweze kutoka kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga, Mohamed Damaro amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaaminiwa sana na kocha Pedro Gonçalves katika kikosi cha kwanza. Hivyo tegemea kocha akianza naye Mohamed Damaro akisimama vyema katika ile eneo la kiungo nambari 6 kuweza kutimua mipango yote ya Al Ahly kupitia eneo lile la katikati. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Max Mpia Nzengeli katika ile eneo la winga nambari 7 kufuatia ubora wake ambao Max Nzengeli anao, lakini pia kufuatia kile ambacho huwa anakideliver anapokuwa uwanjani. Max sio tu mzuri kwenye kushambulia, lakini pia Max ni mchezaji mzuri kwenye kuzuia pindi timu inapokuwa inashambuliwa. Hivyo uwepo wake bila shaka kocha atakuwa anahitaji kubalance mzani, wakati timu inashambulia wawe na namba kubwa ya wachezaji mbele, lakini pia wakati timu inashambuliwa wawe na namba kubwa ya wachezaji katika eneo lao la kujilinda. Hiyo ni kwa upande wa winga nambari 7 hapa ambaye kocha huenda ataanza na mchezaji huyu Max Nzengeli. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Duke Ogabuya, miongoni mwa wachezaji ambao hawana mambo mengi wanapokuwa uwanjani, wana maamuzi haraka, pasi zake zinakuwa teleza kabisa, hazina kona. Duke Ogabuya tegemea kumuona kwenye kikosi cha klabu ya Yanga ambacho kitakwenda kumenyana dhidi ya timu ya Al Ahly siku ya tarehe 31. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Laulindo Depu Maria. Sajili yake kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili bila shaka inaonekana kuwalipa viongozi wa klabu ya Yanga. Mpaka sasa hivi Depu ameweza kucheza takriban michezo miwili na kuweza kufunga mabao 3 na kutoa assist 1. Kwa hiyo unaweza kumtafsiri ni aina gani ya mshambuliaji ambaye klabu ya Yanga ameweza kumpata. Kwa hiyo uwepo wake katika eneo la mwisho kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga huenda ikaongeza upatikanaji wa matokeo mapema kabisa kwenye mchezo huo usika. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona the star boy from Uganda Alan Okello akisimama vyema katika lile eneo la kiungo nambari 10 ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Wote tunafahamu bora wa Alan Okello, amethibitisha hilo kwenye michezo kadhaa ambayo amecheza akivalia uzi wa kijani na njano. Bila shaka kocha Pedro ataanza naye katika lile eneo la kiungo nambari 10. Lakini kwa kumalizia na winga nambari 11 hapa tegemea kumuona mchezaji Pacome Zouzoua
atakuwa akisimama vyema katika eneo hilo, kwa maana kwamba kocha anahitaji matokeo, lazima uwe na wachezaji wenye uwezo wa kukana mpira mguuni, lakini pia wachezaji wenye uwezo wa kupitisha mipira sehemu husika. Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao wana sifa hivyo. Kwenye mchezo wa mara kwanza ambapo Yanga alikuwa ugenini, mchezaji huyo aliweza kuanzia benchi kulingana na approach ya kocha, alihitaji angalau akapate sare kwenye mchezo ule, lakini mambo yamemwendea kombo. Lakini kwenye mchezo huu wa marudiano tegemee kumuona Pacome Zouzoua akianza moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga inachokwenda kucheza dhidi ya timu ya Al Ahly pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Bwana, mimi ningekuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili uweze kufahamu ama uweze kuondoka na kitu kuhusiana na mchezo kati ya Yanga dhidi ya Al Ahly, mchezo wa kundi B, michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kama una maoni yako, huu ndio muda wako sasa kuja kutuambia kupitia sehemu ya comment. Wewe dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchat naye kupitia hapo, bila kusahau mwana mchezo wangu kulike, kushare na jambo la muhimu kuliko yote, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.